Kwa nini unataka kuolewa na mwanamume mzuri au kuoa mwanamke mzuri? Kwa nini uolewe na koo fulani ama kwa nini ukaoe koo fulani? Mtu roho inamuingia, hasadi inamuingia, hatimaye anapanga mipango mibaya ya kukuendea katika baadhi ya viringe vichafu katika kutaka kukudondosha, kukuangusha na kukumaliza kabisa. Wapo baadhi ya dada zetu, mabinti zetu ambao wanaposwa, lakini kuna kigenge cha watu kinakaa kinafanya fitna na kinafanya uadui, hatimaye posa inakimbia na ndoa inayayuka. Lakini pia wapo watu ambao muda wake maybe kazini amekaa muda mrefu, anafanyiwa taratibu za kupandishwa cheo ama za kupandishwa mshahara. Kuna watu wanakaa bunge maalum na kigenge maalum, wanafanya kila aina ya mbinu na kila aina ya hila kuhakikisha yule mtu hapandishwi cheo, haongezewi mshahara, anabakia kuwa pale pale na ama anabakia kwa udhalili wake. Sura nzito kabisa hii, sura kiboko ya kila dhalim na kila adui anayejaribu kukuporomosha ama kukutendea ubaya ama kukutendea maovu. Sura hii ni kiboko kabisa na ni bakora nzito kabisa katika kumwadabisha kila adui na kila muovu ambaye kazi yake kutengeneza hila mbalimbali za kuwaporomosha watu na kuwadondosha watu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu Muislam na mpenzi katika imani, kokote pale ulipo juu ya mgongo wa ardhi, amani ya Allah subhanahu wa ta'ala iwe juu yako na rehma zake na baraka zake. Bado tuko tunaendelea kupeana fawaida mbalimbali zinazotokana na dini yetu tukufu, namna gani ya kupambana na changamoto zinazotukabili katika maisha yetu. Kupitia njia ya dini na mifumo ya dini unaweza ukajisaidia shida mbalimbali, dhiki mbalimbali na mitihani mbalimbali unayoipitia katika maisha yako. Wengi katika wanadamu wamekata tamaa juu ya kuwa matatizo yanayowafika, shida zinazowafika, mitihani inayowafika kwa kule kutembea kwao sehemu mbalimbali, aidha kwa mashehe na wengine mpaka kuchupa mipaka kwenda kwa waganga wa kienyeji, kwa maustadhi mbalimbali kwa ajili ya kutaka msaada juu ya matatizo wanayoyapitia. Pindi watakapoona ugumu wa shida zao bado unaendelea, ndipo hapo utakapomkuta mtu anakata tamaa na kusema mimi shida zangu zimeshindikana, mimi matatizo yangu yameshindikana. Nakwambia ndugu yangu, bishara njema ninakupa, la taqanatu min rahmatillah. Usikate tamaa kabisa katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Faida uliokuwa nayo ndugu yangu Muislamu na mpenzi katika imani, ukiutumia vema ulimi wako kunena na Allah subhanahu wa ta'ala, kisha ukatakasa nafsi yako, Mwenyezi Mungu ndiyo mganga pekee na daktari bingwa asiyeshindwa na matatizo yoyote yale yanayokusibu, yanayokufika. Shida zako, mitihani yako kwa Allah ni kitu kidogo, Mungu anaweza akakuondoshea. Sasa leo nataka nikupe moja katika faida kubwa sana, faida muhimu kabisa zitakazokusaidia katika maisha yako. Hapa ninamkusudia nani? Hapa ninamkusudia kila ambaye kuna genge la watu ama kuna kikundi cha watu ambacho kimekaa rasmi, kazi yake ni kupanga hila na mbinu mbalimbali za kutaka kumdondosha aidha kiuchumi ama kuhakikisha jambo lake la kheri haliwezi kufanikiwa. Wapo baadhi ya dada zetu, mabinti zetu ambao wanaposwa, lakini kuna kigenge cha watu kinakaa kinafanya fitna na kinafanya uadui, hatimaye posa inakimbia na ndoa inayayuka. Lakini pia wapo watu ambao muda wake maybe kazini amekaa muda mrefu, anafanyiwa taratibu za kupandishwa cheo ama za kupandishwa mshahara. Kuna watu wanakaa bunge maalum na kigenge maalum, wanafanya kila aina ya mbinu na kila aina ya hila kuhakikisha yule mtu hapandishwi cheo, haongezewi mshahara, anabakia kuwa pale pale na ama anabakia kwa udhalili wake. Bali wapo watu ambao kazi yao wanapambana juu, anapomwona mtu anapofanya harakati zake za nguvu, mashallah, anajitoa, anafanya mambo mbalimbali, juhudi mbalimbali ili aweze kufikia katika level fulani ya maisha yake kwa idhini ya Allah, roho yeye inamuuma kwa sababu yeye maisha alishaharibu, hawezi kupambana. Basi mwenzake anayepambana anamuonea choyo, ndiyo hatimaye anafanya sasa mipango mbalimbali kwa ajili ya kumdondosha. Wakati mwingine mipango hii anaweza akaifanya katika hali ya kawaida, binadamu na mwanadamu, lakini wakati mwingine huwa haishi hapo. Anapanga mipango mpaka ya kwenda kwa mganga wa kienyeji kwa ajili ya kukudondosha, kwa ajili ya kukufanya wewe uporomoke. Kwa nini duka lako linaendelea? Kwa nini kazi yako unaendelea bado? Kwa nini unataka kuolewa na mwanamume mzuri au kuoa mwanamke mzuri? Kwa nini uolewe na koo fulani ama kwa nini ukaoe koo fulani?
mtu roho inamuingia, hasadi inamuingia, hatimaye anapanga mipango mibaya ya kukuendea katika baadhi ya viringe vichafu katika kutaka kukudondosha, kukuangusha na kukumaliza kabisa. Sasa leo nataka nikakufundishe hichi kisomo mujarabu kabisa 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 katika kuvunja mbinu na katika kuvunja hila mbalimbali za maadui wanaokuandama usiku na mchana. Naomba nitegee sikio lako la moyo kabla ya sikio la kichwa, ili niweze kukupasha habari hizi nzito kabisa zitakazokusaidia katika maisha yako. Ndugu yangu na wa Muislamu na mpenzi katika imani, kokote pale ulipo juu ya mgongo wa ardhi, ikiwa wewe ni muathirika wa haya niliyoyazungumza, haya niliyoyasema, basi nisikilize kwa makini. Vipi unaweza ukafanya kisomo hichi? Kisomo hichi tunachukua Suratul Fil, alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil. Sura nzito kabisa hii, sura kiboko ya kila dhalim na kila adui anayejaribu kukuporomosha ama kukutendea ubaya ama kukutendea maovu. Sura hii ni kiboko kabisa na ni bakora nzito kabisa katika kumwadabisha kila adui na kila muovu ambaye kazi yake kutengeneza hila mbalimbali za kuwaporomosha watu na kuwadondosha watu. Vipi sasa utaitumia Suratul Fil katika kuangamiza hila za adui yako, katika kufuta kabisa mipango miovu unayotendewa ili uweze kuanguka? Vipi utaitumia? Suratul Fil inatakiwa isomwe mara 49, mara kwanza mpaka 49. Lakini kila unapofika mara 7 unasoma Suratul Fil ya kwanza, unasoma Suratul Fil ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6. Unapofika Suratul Fil ya 7, pale sasa kuna aya maalumu utaisoma, ndugu yangu Muislamu na mpenzi katika imani. Aya yenyewe inasemaje? Wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Sasa aya hii unaisoma mara 49. Subhanallah, hii ni idadi ya alamtara utakazozisoma. Yani kila utakapofika alamtara ya 7, alamtara peke yake unazisoma 49. Lakini kila utakapofika mara 7 unasoma wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Hii unaisoma mara 49. Kwa hiyo zile 7 utazisoma, yani alamtara unazisoma 7, unasoma wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin, unazisoma 49. Ukifika alamtara 14 unasoma tena wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin mara 49. Ukifika 21 hivyo hivyo unakwenda nayo mpaka pale utakapofikisha alamtara 49. Utakapokuwa umemaliza ile alamtara 49 ukasoma tena wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin mara 49. Ukimaliza hapo sasa utamsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wasallam. Kisha baada ya hapo unaweza ukainua mikono ama ukaacha, kwa sababu Allah anajua nia yako, anajua madhumuni yako, anajua namna unavyoteseka, anajua namna unavyoangaika. Dada yangu unayepigwa vita na hila katika ndoa yako, tena kinachosikitisha siku hizi, zama hizi, wallahi alazim, watu wamekuwa waovu kupita kiasi. Inafika hatua mke mwema, mke mzuri anapigwa vita na ndugu, fala haula wala quwwata illa billahi lalil azim. Au mwanamume mzuri lakini anapigwa vita. Mwanaume ana tabia njema, ana tabia nzuri, anaishi vizuri na binti, lakini anapigwa vita. Wangapi katika madada wa wanaume wanawakera na kuwaudhi wake wa makaka zao? Na mara ngapi unakuta mambo haya yanatokea mpaka inafika hatua mama mkwe aliyemzaa mume au aliyemzaa mke anafanya uadui katika ndoa ya mtoto wake. Wallahi alazim, ni min alamati saa, katika alama za kiyama mambo haya yapo na yanatendeka. Mara ngapi unapata kesi, mtu anakuambia mama mkwe wangu ananiroga mimi pamoja na watoto wake. Wale watoto ni wajukuu, na ukichunguza kwa umakini na kwa maelezo unaona kabisa hapa kuna dalili za sihiri zinapitika. Sasa imefika hatua mtu mzazi anakosa uchungu mpaka anaroga wajukuu wake, waliyadhu billah. Mungu atukinge na atuhifadhi na atuweke mbali kabisa na maovu kama haya, kwa sababu yanatokea katika jamii, nasi hatuna budi kuyasema. Vipi sasa utajikinga? Namna gani utaondosha hii? Tumia alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil kuweza kumaliza hila hizi na kuweza kumaliza mbinu hizi. Huyu hata kama atakuwa ni adui wa ndani, awe wifi yako, awe kaka yako, awe dada yako, awe shangazi yako, adui wa ndani anakutendea uadui, una uwezo wa kuteketeza hila. Mfanya biashara mwenzako, kuna baadhi ya watu sasa hivi wafanya biashara, fala haula wala quwwata illa billah, unauza hapa, yeye anauza, anakufanyia uchawi wa wazi wazi, auze yeye, wewe usiuze.
Ndugu yangu, hii ni dunia tu, na kuna siku utaiacha. Hiyo mali unayopapatikia, hiyo mali unayokimbilia, alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir, wingi umekushughulisheni wa kutafuta maisha ya kidunia. Uko tayari kumroga mwenzako, kumzuia kibiashara, uko tayari kumroga mwenzako afukuzwe kazini ili wewe uweze kufanikiwa na kupata mafanikio ya kidunia. Hatta zurtumul maqabir, mpaka mnaingizwa katika miana ndani ya makaburi yenu, hamjatenda kheri ya aina yoyote. Kalla, si hivyo. Mungu anasema saufa ta'lamuna, utakapolazwa usiku wa kwanza katika kaburi yako, hapo ndipo utakapojua ukweli wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu yangu, mpenzi wangu, kokote pale ulipo duniani, kama wewe ni muathirika wa haya, itumie vema alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, kama vile ambavyo nilivyoeleza hapa, katika kumaliza hila, kumaliza mbinu na uadui unayofanyiwa na maadui zako wasiokupenda. Naomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kila ambaye anapitia mitihani hii, basi insha Allahul Karim hii dua iende ikamfai. Wakati gani unaweza ukafanya dua hii, na wakati gani ni bora kufanya dua hii? Wallahi alazim, ndugu yangu, dua hii ikiwa utaifanya, ama kisomo hichi ikiwa utakifanya kuanzia majira ya saa 9 au saa 8:30 na kabla ya adhana ya alfajiri, ni muda bora sana. Ila ukikosa kabisa, unaweza ukafanya muda wowote, ama muda mwingine uliokuwa bora kabisa, siku ya Ijumaa baada salati al-asri. Kaa kitako, kunguta vyema kabisa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil 49. Kila unapofika mara 7 unasema wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Hapo unateketeza, hapo unamaliza, hapo unaangamiza kila hila, kila mbinu, kila ujanja wa adui yako anayetaka kukuporomosha kwa aina yoyote ile ya kuporomoka. Ndugu zangu na wapenzi wangu, kokote pale mlipo duniani, Allah akufunikeni kwa baraka zake, na Allah akumiminieni kheri zake katika maisha yenu insha Allahu Alkarim. Na ikiwa wewe ni muathirika wa haya ukatumia hii, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aende akakupe ushindi uliokuwa mkubwa kabisa dhidi ya maadui wanaokutesa. Ni mimi ndugu yenu Sheikh Omar Al-Basri, napatikana Dar es Salaam, Tanzania, Tandika, karibu kabisa na shule ya Azimio, hapa msikiti wa Mnyimaki. Shukran lakum wa jazakumullah khair. Salamullahi alaikum wal afwa minkum.